wa kusikia neno la Bwana. Piga makofi yako. Tumisha na Bwana anapokuja mbele ni kwa ajili yangu na wewe. Piga tu makofi, 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 makofi. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Na wasalimu katika jina la Bwana. Amen. Basi karibuni kwa ajili ya neno la Mungu. Naitwa Apostle Dickson Safari, na hii ni Galilaya, bubujiko la uzima wa milele. Karibu kwa ajili ya neno la Mungu mchana wa leo. Leo nataka kuzungumzia juu ya njaa na kiu ya haki. Njaa na kiu ya haki. Dunia nzima, ulimwenguni kote, kuna njaa. Hii sio njaa ya chakula. Na njaa hii iko katika watu wa Mungu. Ni njaa na ni kiu kwa sababu hawapati yale mahitaji ambayo wanayahitaji. Ndiyo sababu ningependa kukuonyesha njaa hii na jinsi unavyoweza kufikia shibe. Nataka tuende katika maandiko. Nisomewe Mathayo mlango wa 5 fungu lake ni la 6. Mathayo mlango wa 5 fungu la 6 inasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Tatizo ni kwamba watu wako katika njaa, lakini hawajui kwamba wako katika njaa. Na kwa sababu hawajui kwamba wako katika njaa, hawana ufahamu wa kutafuta jinsi watakavyoshibishwa. Njaa. Wacha tumwangalie Amosi anasema aje kuhusu hii njaa. Amosi 8:11 hadi 13. Amosi 8:11 hadi 13 inasema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko, wakilitafuta neno la Bwana wasilione. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu. Amosi anatufafanulia hii njaa ambayo nataka kukuzungumzia. Anasema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu,
ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana, wasilione. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu. Amen. Amen. Njaa. Yesu akasema, heri walio na njaa na kiu ya haki. Njaa hii ni Torati na manabii. Njaa hii inaletwa na nini? Torati na manabii, Biblia. Labda unashangaa sasa, hiyo ni nini? Wakati mtu anaposoma Biblia, ambao ndio hiyo Torati na manabii, anapaswa kufika mahali aone njaa na kiu. Umeisoma Biblia yako, ndio inatakikana hii Biblia ukimaliza kusoma ikupatie njaa na kiu. Itakapokupatia njaa na kiu, utafute sasa shibe yake iko wapi. Amen. Amen. Torati na manabii, Biblia, ndio inayoleta njaa ya haki. Unapoiendea na kuisoma, inapaswa ufike mahali ikupatie njaa na kiu. Nasema mwalimu anasema nini sasa? Ndio sababu nakwambia hii njaa iko kote duniani, kwa sababu watu wanaiendea hiyo Biblia wakifikiria kwamba watashiba kwa kuiendea. Kumbe ukiiendea Biblia inakupatia njaa, tena ikupatie kiu. Amen. Amen. Nataka kufundisha vitu ambavyo vimefichwa. Kwa nini Wakristo wanalia usiku na mchana, na Mungu alisema ombeni nanyi mtapewa? Ama neno linasema ombeni mtapewa. Kwa sababu Torati na manabii haiwezi kukufikisha katika ile ahadi. Torati na manabii ambao ni hiyo Biblia inakuonyesha, lakini haikufikishi. Ndio hiyo njaa. Amen. Umeanza kushika hapo? Amen. Musa, yeye aliyekuwa mwakilishi wa Torati, alionyeshwa Kanaani. Wale watu waliowaongoza walifika mahali wakasimama, yeye akaambiwa, njoo huku kiongozi wangu, angalia, unaona ile ndio nchi ambayo nimeahidi. Akaiona, lakini yeye akafa, akazikwa, hakuingia Kanaani. Musa anawakilisha Torati. Kwa hivyo Torati haiwezi kukufikisha katika jibu lako, haiwezi kukufikisha Kanaani. Itakuonyesha, lakini hutaingia. Amen. Njaa, njaa, njaa. Amen. Amen. Leo kanisa zima duniani liko katika njaa. Maombi mazito kutoa ili tubarikiwe, lakini hatubarikiwi.
Tunakesha kufunga na kuomba, lakini hatutendewi, kwa sababu huyo ni nabii Musa, anakuonyesha lakini hawezi kukufikisha. Amen. Nataka nikufungulie kitu kizito asubuhi ya leo. Hii Biblia, nataka kukuonyesha kwamba hii Biblia moja ni mwanadamu, tena hii Biblia moja ni Mungu. Amen. Kwa hiyo katika hii Biblia kuna mwanadamu na Mungu. Unaposoma hii Biblia kwa maana ya nje, huyo ni mwanadamu. Kama unataka Mungu anasema nini, inabidi umtafute sasa. Ukibaki katika mwanadamu, umebaki katika njaa. Na nitakuonyesha, utaelewa. Hii ndiyo sababu watu wanaoteseka zaidi ulimwenguni ni wale wanaitwa Wakristo, kwa sababu wamebaki katika ufahamu ule ambao unatokana na Torati na sheria, ni mauti. Yesu alikuja ili aiangamize. Ndiposa Yesu alikuwa na sura mbili, sura ya mwanadamu, ni sura ya nje, Torati na manabii, na sura ya ndani ambayo ni sura ya Mungu, sura ya mng'ao, sura ya utukufu. Amen. Umeanza kuelewa? Amen. Kwa hivyo njaa hii inaletwa na hiyo Biblia yako. Kiposa mabishopu wanaomba na hawajibiwi, washirika wanaomba na hawapati, kwa sababu wametegemea Torati na manabii. Musa ambaye yeye mwenyewe haingii na wala hata kupeleka, uwezo wake ni kukuonyesha Kanaani ndio ile. Biblia inakuonyesha ahadi za Mungu kwamba ukitoa utabarikiwa. Lakini nimekwambia Biblia kwa nje ni mwanadamu, na kuna mahali Mungu anasema mimi si mwanadamu niseme uongo, wala mtu ajute. Kwa hivyo unapoelewa maana ya nje, hiyo ni maana ya mwanadamu. Kwa hivyo inasema uongo. Hiyo Biblia yako inasema uongo. Najua unashindana hapo. Yesu alisema mimi ni mkate wa uzima. Je, Yesu ni mkate? Huo si uongo. Huyo ni mwanadamu. Sasa maana ya Mungu iko hapo ndani. Chakula kishukacho kutoka mbinguni. Huo mkate ni maneno ya uongo. Yamesemwa na nani? Biblia, huyu mwanadamu. Nakwambia Biblia ina mwanadamu ambaye kimbelembele na Mungu ambaye amejificha, kama vile Mungu ambavyo haonekani. Wewe mwanadamu uko na huu mwili wa nje. Hiyo ndio Biblia, ule mwili wa mwanadamu. Halafu ndani yako sasa ndio kuna yule mwenye mwili. Mimi usikitika nikisikia watu wanasema tumeenda kumzika fulani. Watu hawazikwi. Hakuna siku mwanadamu atazikwa. Najua jana wengi walienda kuzika. Na wasema tulimzika fulani. Hamkumzika. Mulizika mwili wake. Amen. Mnamzikaje huyu? Hazikwi. Ama hamuoni kwamba mnazika miili yao? Hivyo ndio Biblia iko. Ukijiona wewe ni mwili, uko hatarini, maana utakufa. Unapaswa kujua kwamba huu mwili si wewe, huu mwili ni mali yako. Amen. Wewe ni kitu kingine tofauti. Amina. Sasa utasema kichwa changu kinauma, mwili wangu unauma. Si wewe huu mwili, huu mwili ni mali yako. Biblia ina mwanadamu nje na Mungu ndani. Sasa watu wana njaa kwa sababu gani? Wamebaki katika maana hii ya mwanadamu ambaye hawezi kukupatia. Akili ya mwanadamu ndiyo mauti, haiwezi kukupatia chochote. Na Biblia kwa maana ya nje imeandikwa kulingana na akili ya mwanadamu. Sasa Yesu akasema mimi ni mzabibu. Huo si uongo. Yesu anaweza kuwa mti kweli?
Sasa ni ujiulize, kama huyu mwanadamu anasema mzabibu, huyo Mungu anasema nini? Acha nisiende huko. Kwa nakugusia tu, mtaenda mbali huko, mtapotea alafu. Haya. Kwa hiyo njaa hii ni njaa inayosababishwa na Torati na manabii. Biblia inasomwa kote duniani, lakini inasomwa katika ile maana ya mwanadamu. Na Biblia yote ni takatifu, lakini ina utakatifu wa mwanadamu na utakatifu wa Mungu. Kwa hivyo ukibaki katika utakatifu wa mwanadamu, umebaki katika njaa na kiu. Unapaswa kutafuta shibe yake sasa, utakatifu wa Mungu ambao umefichwa hapo ndani. Ndiposa Yesu akasema huyo Roho atakapoachilia atawajulisha kweli yote. Na hiyo kweli mkijua, hiyo kweli ndio itawaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli. Imagine, yeye ndiyo mwalimu mkuu, halafu anasema ngojeni mpaka huyo ahadi ya Baba iwachilie. Si ilikuwa imetosha? Na yeye ndio mwalimu, mbona wangoje? Yeye alikuwa katika maana ya nje, na aliwafundisha katika Torati pia. Ilibidi aje yule wa kufunua siri za Mungu, Roho wa Mungu. Amen. Tuko pamoja ama nimewaacha? Kuna mtu anaweza kuwa ameachwa? Ni vizuri kuelewa maana fundisha. Nataka uelewe, usibaki kwenye njaa na ukafikiria uko sawa. Hii ndio tatizo. Wagonjwa wanaolazwa wote ni Wakristo. Hata afadhali wasioenda kanisani, kwa sababu wamejipeleka kwa njaa wao wenyewe. Unafikiri asienda kanisani anashukisha nyota? Je, anababaishwa na kuvunja madhabahu? Si unaona wewe ndio uko na hizo balaa zote, kwa sababu uko mahali pa njaa. Unajitafutia, lakini kwa njia ambayo haistahili. Mathayo mlango wa 4 fungu la 2. Mathayo mlango wa 4 fungu la 2 inasema, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Huyo ni Yesu. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Unaiona njaa hapo eh? Huku kufunga kwa Yesu, nataka nikuonyeshe maana yake. Tunajua kufunga ni kujinyima kula na kunywa. Na Yesu alikuwa mwalimu, kila alichokuwa nakifanya kilikuwa ni kielelezo cha kutufundisha. Kufunga siku 40 inamaanisha ukamilifu wa kufunga mwili. Yesu yeye mwenyewe alikuwa kielelezo cha hiyo Torati na manabii. Yesu ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Huyo neno alikuwako kwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu. Ukiendelea huko utaona kwamba alichukua mwili na akakaa kwetu. Huyu ni Yesu. Kwa hivyo Yesu mwenyewe ni hiyo Torati na manabii. Nikakwambia alikuwa na sura mbili. Sura ya nje ambayo inawakilisha hiyo Torati, na sura ya ndani ambayo ndio inawakilisha Mungu. Na hii inanileta katika Musa alipoambiwa kwamba utaona nyuma yangu lakini hutaniona uso. Je, Mungu ana uso wa kuonekana na macho? Uso wa Mungu ni utakatifu. Utakatifu. Ndiposa nilikuonyesha kwamba huyu Yesu alikuwa ndio hilo neno.
Kufunga mwili ni kule kuiendea torati yote, kwamba baada ya kuisoma hii torati yote mwishowe akaona njaa. Nataka nikuunganishie ile njaa ambayo ilitabiriwa na Amosi. Akasema hii si njaa ya chakula wala kiu ya maji, ni ya kukosa neno. Na sasa ninataka kuonyesha hili neno, kama nilivyokuonyesha ni kwamba neno hili, kuna neno la mwanadamu na neno la Mungu ndani ya hiyo Biblia. Kusema Yesu ni mkate ni neno la mwanadamu. Maana yake ni neno la msalaba. Hicho ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni. Mkate ndio hiyo torati na manabii ambao mababa walikula wakafa. Amen. Amen. Kwa hiyo baada ya kufunga siku 40 akaona njaa, ama akawa na njaa. Nikakwambia unapoiendea hii torati inapaswa kukufikisha mahali pa kuwa na njaa tena na kiu. Yesu anatuonyesha hapa sasa, ameiendea yote, amefika mwisho, akapata ile njaa sasa. Alipopata ile njaa, unaambiwa kuna mjaribu alimwambia, hebu badili haya mawe yawe mkate ili ule uondoe hii njaa yako. Nataka kufasiria maana yake. Kubadili mawe yawe mkate. Mawe kwa lugha ya Ufunuo ni sifa za Mungu, na mkate tunajua kwamba ni chakula cha kujifaidisha. Kwa hivyo kile alichokuwa anaambiwa pale ni kwamba tumia hii torati kwa ajili ya manufaa yako ili ikutosheleze. Lakini Yesu akasema hapana, haiwezekani mtu kuishi kwa sababu ya hii torati. Torati yake ni njaa, haina shibe hii. Mtu ataishi kwa neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Amen. Unaelewa hapo? Amen. Ile torati ilikuwa haiwezi kumshibisha. Torati ilichokuwa inaweza kufanya ni kumuonyesha njaa yake. Na kwa sababu yeye ni mwalimu, akatuonyesha mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Nikulete sasa kwa Biblia yako. Nimekuambia kuna maneno ya mwanadamu na kuna maneno ya Mungu. Kwa hivyo kinywa cha mwanadamu kinaongea habari ya mkate. Yeye anasema hapana, kinachoweza kuondoa njaa yangu ni hili neno lishukalo kutoka mbinguni, kazi ya msalaba. Nifilie uovu wangu ndio niweze kufikia hizi ahadi ambazo ni baraka za Mungu. Amen. Si unaona leo kanisa la Mungu linaishi kwa sababu ya ule mkate. Unaona leo Wakristo wanabadili mawe yawe mkate ili wajisaidie. Ni kwamba wanachukua zile sifa za Mungu, wanajielekezea Mungu na kutolea ili unibariki. Huko ni kubadili mawe yawe mkate. Amen. Maana torati inasema kuna kubarikiwa katika kutoa. Sasa unapobaki katika torati, umebaki katika njaa. Utatoa na hutabarikiwa. Maana huyo ni mwanadamu na amesema uongo. Tafuta ukweli wake ni nini. Tunaomba na hatupati. Kwa nini? Tumefuata ile sauti ya mwanadamu iko kwa Biblia. Ombeni nanyi mtapewa. Baba niangalie na mimi. Baba nisaidie, nitetee mimi mjoli wako. Unafanya vyema, lakini uko katika torati, umedanganywa. Tafuta sauti ya Mungu sasa.
maana ya kuomba na kupewa ni nini. Hayo ndiyo alimfanya Yesu aseme msiondoke kwanza mpaka mpate ile ahadi ya Baba, maana hamtaweza kwa akili zenu. Kanisa leo hawana haja ya sauti ya Mungu, wanatosheka na sauti ya mwanadamu. Musa akiwaambia anasema ndio Bwana. Sikizeni Mungu anasema nini kwanza. Kweli Musa amesema yes, lakini Mungu amesemaje? Kwani Musa hata ingia anakuonyesha kwamba ukitoa utabarikiwa, lakini hakufikishi. Unaona ile njaa tuko nayo? Dunia nzima iko katika hii njaa. Na Yesu akatuonyesha kufunga siku 40 si suluhisho. Wakati Yesu alifunga siku 40, mwisho akaingia katika majaribu. Je, kufunga siku 40 kulikuwa na maana yote? Anasema sasa mwalimu unapindua Biblia. Na kuonyesha Torati inavyoongea na Mungu alivyojificha hapo ndani. Mungu haonekani, anahitaji roho wake ndio akuonyeshe. Amen. Ukibaki na maana ya nje unadanganywa, ni mwanadamu huyo. Akasema mimi si mwanadamu niseme uongo. Je, ningesema singetimiliza? Kama amesema ni Torati na unasema ni Mungu, si wewe mwenyewe umedanganyika? Amen. Mungu alitupa hii Biblia kwa maana ya nje ili tujione, ni kama vile unapewa